kuvitia uzima vitu vyote na kuvitukuza, wala huachi kuwakusanya watu wako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Ee Bwana, nakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tutakutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na kushukuru, alibariki na akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, alikibariki akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndio kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya Mwanao aletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunatazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kuulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi sauti ya nguvu kwa mwili na damu na Mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na umoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Antoni wa Padua msimamizi wa jimbo letu, na watakatifu wote
ndugu zetu